Bwana asifiwe. Ni asubuhi nyingine tunaenda kuhudumiwa na mtumishi wa Mungu Glory Kapandira. Karibu tuhudumie. Makofi kwa Yesu wakati mtumishi wa Mungu anakuja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Napenda kumshukuru Mungu awali ya yote kwa ajili ya kibali ambacho amenipa siku ya leo. Ni neema wala sio jambo rahisi. Pia napenda kumshukuru baba pamoja na mama kwa ajili ya kutupa kibali na kuona kwamba tunafaa na sisi kuweza kusimama kwenye madhabahu. Kwa sababu kuna makanisa mengine hasimami mtu yoyote zaidi ya mtumishi wa Mungu. Lakini baba anaona kwamba na sisi tunafanyeje, tunafaa, na ndio maana ametupa kibali. Nashukuru Mungu sana kunipa hiyo nafasi. Kwa kweli ni muda mrefu tangia mito ya baraka, lakini leo kwa kweli namshukuru Mungu. Kwa kweli sio jambo rahisi kwangu, kwa sababu naona ni kibali kikubwa sana. Amina. Basi nisipoteze muda, twende kwenye lengo kuu. Na imani Mungu atakuhudumia. Usimtazame Glory yule ambaye unamjua unapiga naye story. Mtazame kama mtumishi wa Mungu ambaye Mungu atamtumia. Haleluya. Amina. Basi leo tutajifunza neno la Mungu ambalo somo linasema hatima yako lazima itimie. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye maisha ya mwanadamu kila mtu ana hatima. Haleluya. Hapo ulipo unaishi kwa sababu ya hatima ya Mungu. Kwa hiyo kila mwanadamu ana hatima, ana kusudi, ana ndoto na ana maono. Leo nataka tukamzungumzie Yusufu ambaye aliishi kwenye hatima yake. Yusufu ni nani? Yusufu alikuwa kama wewe. Yusufu alikuwa kama mimi. Tena alionekana mtumwa kwa ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kupitia hatima Mungu alimsaidia. Mungu alimsimamia mpaka akafika kwenye hatima ya maisha yake. Tukisema hatima, tunajifunza hatima ni nini? Hatima ni ule mpango kamili au kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani ya mtu tangu kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni ule mpango kamili au kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani ya mtu tangu kuzaliwa. Kwa hiyo Mungu aliweka kusudi ndani ya Yusufu. Japokuwa alionekana kama mtumwa, alionekana si kitu mbele za watu kwa ndugu zake, lakini kwa sababu Mungu aliweka kusudi ndani yake, kwa sababu Mungu aliweka hatima ndani yake, kwa lazima utapita katika vipindi ambavyo vikufikishe kwenye hatima na kusudi la maisha yako. Tunaposoma kwenye Biblia au tunaposoma leo Mwanzo, manake maisha ya Yusufu yamezungumziwa sana kwenye kitabu cha Mwanzo. Unaposoma Mwanzo 37 mstari wa 5 unasema, Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Bwana Yesu asifiwe. Huyu tunayemzungumzia hapa ni Yusufu, lakini wako kina Yusufu ambao ni mimi na wewe leo. Yusufu yeye aliota ndoto, akawaambia ndugu zake, tena ndugu zake wa damu, sio majirani wala sio marafiki. Akawaambia ndugu zake kwamba jamani, nimeota ndoto. Ukiendelea kusoma hiyo ndoto ilikuwa inaelezea nini? Ilikuwa inaelezea kwamba Yusufu atakuja kuwa mfalme, Yusufu atakuja kuwa waziri. Lakini kiuhalisia Yusufu alionekana mtumwa, hakuonekana kitu. Hata wewe una ndoto yako, una kusudi lako, lakini kiuhalisia maisha unaoyaishi, mtu akikutazama anaweza akaona si kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine ni ndugu zako, wakati mwingine ni wapendwa wenzio, wakati mwingine ni majirani, wakati mwingine ni wafanyakazi wenzio. Wanaweza wakakuona wewe si kitu chochote, lakini Mungu hakutazami kama mwanadamu. Mungu anatazama lile kusudi ambalo aliliweka ndani yako tangu kuzaliwa. Ukisoma Biblia inasema Mungu alinijua hata kabla ya misingi ya ulimwengu kuwako. Kwa hiyo Mungu anajua kile ambacho amekuwekea. Haijalishi utapita wakati gani,
Haijalishi mtu atakutazamaje, lakini kwa sababu Mungu ameweka kusudi ndani yako, lazima hatima ya maisha yako ifanyeje? Itimie. Bwana Yesu asifiwe. Tukimwangalia Yusufu, alipitishwa na ndugu zake, walimjadili. Yaani walikuwa wanamuona tu kama mtoto wa mwisho ambaye ni mtumwa, hana kitu chochote. Yaani historia yake inafanana na Daudi. Daudi naye alionekana si kitu, lakini alikuja kuwa mfano katika Biblia, tunajifunza. Haleluya. Yusufu ndugu zake walimtupa shimoni. Kwa hiyo hata wewe, ili hatima yako itimie, lazima utupwe shimoni. Usitegemee kama wokovu wako utaenda tu ile tambalale, hapana. Ili tuone kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako, lazima tutaona unatupwa shimoni. Lazima tutaona unapitishwa gerezani kama alivyopitishwa Yusufu. Yusufu alitupwa kwenye shimo, lakini kwa sababu Mungu anajua kusudi ambalo ameweka ndani yake, alimtuma mtu akamtoa shimoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata wewe Mungu atainua watu kwa ajili ya hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Na tuchukulie mfano ulio hai. Mchungaji Michael akiwa amekaa pale, hakuna mtu ambaye alijua ni mhubiri mkubwa ambaye tunaweza tukajifunza kitu kwake na kikakaa ndani na kikatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ambayo anasimama hapa, hata mimi sikujua kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu. Nikajua ni mshirika tu kama mimi. Lakini alifundisha vitu ambavyo vilikuwa ni vya viwango vikubwa. Kwa ili hatima yako itimie, lazima kuna watu watakuona kwamba vile si kitu chochote. Yaani wakikutazama wanaona tu huyu hana kitu. Lakini kwa sababu Mungu ameweka kusudi ndani yako, lazima hatima yako itatimia. Na ili hatima yako itimie, lazima upitishwe kama Yusufu. Hatujafika viwango vya Yusufu, hatujafika viwango ambavyo wamepitishwa wenzetu kwenye Biblia. Ili hatima yangu mimi itimie, lazima nionekane si kitu mbele za mwanadamu. Na usitake mwanadamu ajue kusudi lako, kwa sababu atakukatisha tamaa, kama Yusufu alivyokatishwa tamaa na ndugu zake. Walimtupa shimoni. Hawakujua kwamba ile ni mbegu ambayo ukiitupa shimoni lazima itaota. Sasa kubali kutupwa shimoni ili mbegu yako yote, kwa sababu mbegu yako ni njema na Mungu ameikusudia kitu. Usikubali mbegu yako ikatupwa chini. Kubali itupwe kwenye shimo. Kila mbegu yoyote, hata ukipanda mahindi, lazima uchimbe shimo, ufukie pale na yaote. Bwana Yesu asifiwe. Ukipanda miogo, lazima uchimbe shimo. Sasa na wewe shimo lako, aidha inawezekana ni ndugu zako, aidha inawezekana ni wafanyakazi wenzio wanakuona si kitu pale kazini, lakini usijali hilo. Wewe mtazame Mungu ambaye anakujua tangu kabla ya misingi ya ulimwengu kwako. Sasa kama Mungu anakujua na ameweka kusudi ndani yako, wewe ni nani ujikatishe tamaa? Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia kama Yusufu asingeota ndoto, kama Yusufu asingeota ndoto kwamba mbele yake atakuja kuwa waziri, asingesimamia maono yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hata wewe mwenyewe, hata kama ndoto yako inaonekana imefifia, haionekani mbele za wanadamu, lakini jua kabisa pale unapoona umeipoteza, jua kabisa Mungu anakusudia kitu chema kwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia hapa tunasema, nina pointi kadhaa japokuwa sijazipanga vizuri, lakini ukisoma inakwambia pia hatima si tukio, ni mchakato. Maana hatima ya Yusufu haikuanza alipokuwa ikulu, ilianza alipoota ndoto. Haleluya. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anamtumia mtu kupitia ndoto, anamtumia mtu kupitia maono, lakini pia anatumia mtu kupitia watu. Kwa hiyo pale unapoota ndoto, pale unapoota maono, unapoona maono, usiyapuuzie mtumishi wa Mungu. Kuna jambo Mungu anakujulisha. Kuna jambo Mungu anataka kuzungumza na wewe. Usijitazame leo kwamba je, hivi mimi ninaweza kuwa hivi kweli? Hivi mimi ninaweza kufungua biashara hii, inaweza ika trendi kweli? Tunafundishwa kuhusu mfumo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati mwingine unaweza ukafikiria kama mimi mwenyewe najifikiria hivi kweli, na mimi ninaweza nikaingia kwenye huo mfumo kweli? Yaani najitazama jinsi vile mwanadamu anavyojitazama. Lakini inawezekana, ni vitu tu vya kawaida. Hata mimi naweza kuwa intelligent. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hivi ni vitu ambavyo ni wanadamu wanatumia. Wala tusiseme ni mashetani. Ni wanadamu wenzetu kama sisi, ambao waliumbwa kama sisi.
Lakini kwa nini? Walisimamia ndoto zao, walisimamia maono yao, na wakatimiza hatima ya maisha yao ambayo Mungu aliiweka tangu kuzaliwa. Kwa usikatishwe tamaa na mwanadamu ambaye hajui kusudi lako wewe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukimwangalia Ayubu, ukisoma Ayubu 42 mstari wa 2 unasema, najua Mungu hufanya mambo yote na ya kuwa makusudi yake hayazuiliki. Haleluya. Mungu anaweza kufanya mambo yote na makusudi ya Mungu hayazuiliki. Mwanadamu anaweza kukukatisha tamaa, yani akakuvunja moyo kabisa. Mfano kama mimi, si unaniona napenda kuzunguka kwenye majoho, lakini unapozunguka kuna mwingine anakufuata anakwambia, yani anakuona kama vile huna akili, kama ni watu waliochanganikiwa ukivaa ule mgauni. Yani anaweza tu akakufuata, kwani unaonekanaje? Kwa hiyo mtu mwingine anaweza akakuona kama vile umechanganikiwa. Na katika utumishi lazima uchanganikiwe, kwa sababu mambo ya Mungu ni ya rohoni, wapendwa. Mambo ya Mungu lazima, yani tutumie Swahili yani lugha za mtaani, kwamba lazima ujizime data, kwa sababu ni ya rohoni. Usipotumia rohoni, huwezi mtu akakuelewa. Kuna katoto nikivaa tu ile joho ananifuata, dada unavaa hilo ili upate hela? Nikamwambia ndio, navaa ili nipate hela. Kwa nini? Pengine anaona kwamba hiki kitu ninachokifanya, wacha watu wanione kama wanavyoniona, lakini najua Mungu ana kitu ndani yangu. Haleluya. Mungu ana kusudi na wewe. Asubuhi ya leo naomba usimamie maono yako, naomba usimamie ndoto zako, usimtazame mwanadamu. Simama kama Yusufu alivyopitishwa, akapitishwa kwa mke wa Potifa. Tunajifunza pia hata kutimiza hatima yako lazima uwe mwaminifu mbele za Mungu. Jana tumejifunza kwa habari ya kutulia mbele za Mungu, mbele za ibada. Bwana Yesu asifiwe. Mimi huwa tukiwa zamu ya Ebeneza, napenda nikitoka Jumatano sirudi nyumbani. Si kwamba sina kazi za kufanya, si kwamba sipendi watoto wangu. Wakati mwingine nawaachaga tu, baba anakuwa kazini, yeye mwenyewe anarudi kila Jumamosi. Lakini namwambia Mungu, haijalishi mimi nimeolewa, mimi ni mama, lakini mimi kama mimi Glory, mimi ni mtumishi wa Mungu. Najua Mungu alikonitoa, najua Mungu wapi alikonipata. Mimi nilikuwa Muislamu, kwa hiyo ili nisimame lazima mimi mwenyewe nijitetee, kwa sababu kuna madhabahu za ukoo ambazo zinatutafuta. Kwa hiyo mimi nisiposimama kama Glory, basi ujue sina maisha. Yaani nisiposimama mbele za Mungu na nikamwacha Mungu, basi ujue sina dakika. Mtu anaweza tu akamuona tu Glory ni mtu wa kuchekesha, ni mtu wa nini, lakini ninapoenda mbele za Mungu mimi ni mtu mwingine tofauti kabisa, kwa sababu naelewa ni Mungu wapi alikonitoa. Wapendwa, hata ninyi wenyewe mnaelewa. Nilipita kipindi kigumu sana kama Yusufu kwenye ndoa, lakini sasa hivi nafika miaka 10. Umesikia? Kama si neema ya Mungu, kama si Mungu, kama si maombi yangu, kama sio mimi mwenyewe kujisimamia. Utumishi wa Mungu sio kuonekana ibadani tu. Je, unapokuwa nje ya ibada unasimamaje mbele za Mungu? Unamtafutaje Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Tunafundishwa vitu vingi, kutoa sadaka, kutumika madhabahuni, lakini kuna ule utumishi ndani yako kama Yusufu alivyojisimamia. Alisimamia maono yake. Mimi ninapokuwa nyumbani kama sina shughuli za kufanya, huwa naenda milimani, watumishi, nafunga, nalala huko. Kwa sababu gani? Najitafuta mimi mwenyewe. Wakija nalalaga pale nje, wanasema umeweka kambi. Nimeweka kambi kwa sababu najua natamani kuwa mtu gani. Najua natamani kufika kwenye hatima yangu. Yaani naelewa ni kitu gani ambacho nakitafuta. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, acha nikwambie, hatima ni kitu kikubwa sana. Na haijalishi utapita kwenye kipindi gani kigumu, usimtazame mwanadamu. Angalia ni nini Mungu alichoweka ndani yako. Angalia ni nini Mungu alichokikusudia kwenye hatima ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama mchungaji asingesimamia maono yake, angeendelea kuwa na kazi yake. Alikuwa na kazi nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alitazama kusudi la Mungu ndani yake, akaacha kila kitu. Wakati mwingine acha kila kitu. Anasema tafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kutafuta ufalme wa Mungu ni kufanyaje?
pamoja na kwamba tunahudhuria ibada, pamoja na kwamba tunatoa sadaka, pamoja na kwamba tunajitoa kwenye madhabahu, lakini kuna ile ndani yako unatamani kumwambia Mungu, mimi natamani kuwa viwango vikubwa katika utumishi. Natamani niwe mtu fulani hivi ambavyo vyovyote wanavyonitazama, lakini ndani yangu ile hatima ya maisha yangu basi Mungu aifanikishe. Na kuombea asubuhi ya leo, Mungu akukutanishe na watu wa hatima yako katika utumishi na katika maisha yako ya kimwanadamu unayoishi huko mtaani. Mimi natamani Mungu anikutanishe na watu wa hatima yangu katika utumishi, kwa sababu unajua kwenye kidunia Mungu atanifanikisha tu, lakini katika utumishi natamani Mungu anikutanishe na watu wa hatima yangu, kwa sababu natamani kutumika. Yaani natamani nitumike viwango vya juu sana. Yaani sitazami mwanadamu ananitazamaje, lakini ninachotazama ni kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yangu. Wacha nikupe kitu kimoja. Kuna siku kwenye ibada ya Jumapili, kile kitu kilinijenga sana, nikajua mimi ni nani. Tulikuwa tumekaa pale na dada yangu Mama Sospita. Sasa nilikuwa muda wa sadaka. Wakati tunatoa akawa anauliza, hivi ni sadaka gani? Sasa kuna muda mama akawa anawaambia watu hapo, jamani msikae hapo, sitaki nini. Sasa muda huo na sisi tukawa tunanongonezana, anauliza hivi ni sadaka gani? Mara anashangaa mama huyu hapa. Sasa natamani kumwambia acha usiongee, ujue mama askofu yuko hapo. Lakini mama alishafika pale. Alichokizungumza akasema, nyinyi ni watumishi wa Mungu, kwa nini mnaongea ibadani? Kile kitu kilinifariji sana kwamba mama ananiona mimi ni mtumishi wa Mungu. Kwa nini? Alikuwa na uwezo wa kututangaza hapa mbele, wewe Glory mnazungumza nini, lakini aliniheshimu. Mimi niliona niliheshima jamani. Yaani japokuwa ni kitu cha kawaida, lakini mimi niliona ni heshima kubwa. Akaja mpaka pale, nyinyi mnazungumza sana ibadani, mnachoongea ni nini? Japo tulikuwa tunaongea ni kitu cha umuhimu kwamba Bwana ni sadaka gani, lakini tulionekana tunafanyeje, tunazungumza. Lakini mimi sikuona ile, ila niliona mama aliniheshimu sana kunifuata mpaka pale. Nikamwambia Mungu nakushukuru kwa sababu umeona kitu ndani yangu. Baadaye mume wangu aliona, tukarudi nyumbani ile Jumapili, hakuzungumza kitu. Kesho asubuhi anajiandaa kwenda kazini, akasema mlikuwa mnazungumza nini pale mpaka mama anawafuata? Kweli hamjui kwamba nyinyi ni watumishi wa Mungu? Yaani lile neno kuitwa mtumishi jamani, ujue ni jambo kubwa sana. Ni jambo kubwa sana. Wewe unaweza ukaliona dogo, lakini mimi nalichukulia ni kubwa mno. Kwa sababu watu wanavyonitazama wananiona tu mtu wa kawaida, lakini mimi naamini mimi ni mtumishi wa Mungu na Mungu atanifikisha kwenye hatima yangu. Hata wewe asubuhi ya leo, kama Yusufu asingekuwa na moyo wa kusamehe na kuachilia, basi asingefikisha hatima yake, lakini alisimamia maneno yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Tuombe kwa ajili ya neno. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, asante Bwana Yesu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunakushukuru Mungu, tunakutukuza. Bwana Yesu, tunakuomba na tunakusihi. Sisi wenyewe hatuwezi kufikisha hatima ya maisha yetu, lakini tunajua ya kwamba Mungu utatusimamia, kwa sababu tunayaweza mambo yote katika yeye atutie nguvu. Tutie nguvu Mungu ili kuweza kufika kwenye hatima za maisha yetu kama Yusufu ambavyo alishinda, ulimsimamia wewe. Asante Mungu, ninaomba kila mtu ambaye